kwenye mashamba, ondoa ufahamu wako kwenye mavuno yako, ondoa ufahamu wako kwenye akiba zako. Anza kufikiri zaidi. Hata kama Mungu anatumia hilo shamba kwa maana ya ajira au kazi, bado usimfungie Mungu kwenye hilo shamba, usimfungie Mungu kwenye hilo box. Jifunze kuishi nje ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Geuza mfumo wako wa imani kunapokuja masuala ya Mungu kukutana na mahitaji. Jana alifundisha mtumishi wa Mungu akasema, haka kamfumo kanaanza na mawazo, kanakuja na maamuzi, kanakwenda kwenye matendo, baadaye inakuwa tabia, alafu inakuwa mtazamo. Kwa anzia na mawazo yako. Ukiwaza pesa, ukiwaza Mungu kukutana na mahitaji yako, unawaza nini? Anza kutoa mawazo yako kwenye vitu, anza kumwaza Mungu, alafu Mungu atumie chochote. Na atakacho kitumia Mungu, usihamishe tena kutoka kwa Mungu kurudi pale. Endelea kumwamini Mungu, alafu Mungu atumie anachotaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi binafsi nilikuwa nimeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Naposema kiwango kikubwa, na maanisha kiwango kikubwa sana kwenye eneo la Mungu kukutana na mahitaji. Kwa kila nikiwaza mahitaji, kuna vitu vyangu nimeshaviseti huku kichwani. Kwa kuna namna unamwambia Mungu tumia hiki, tumia hiki, tumia hiki. Haumuoni Mungu akitumia kingine. Baada ya kugeuza hii namna ya kufikiri, ndivyo ambavyo nikaanza kuona Mungu akitumia hata visivyoeleweka, Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kusema kwa wazi sana, lakini kuna wakati kwa mwaka mmoja mzima mfululizo, kuna mtu ambaye alikuwa analeta pesa zaidi ya 1,000,000 ambaye hajaokoka kabisa, mpagani kabisa, analeta kila mwezi kwa uaminifu bila kuambia chochote, na sijui hasa kwa nini alikuwa anaileta. Mpaka maeneo mengine alivyo stabilize akaacha kule, lakini ilianza hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yake ukijifunza kutoka kwenye mfumo wa duniani, Mungu anaweza akatumia mfumo wote, anaweza akatumia kitu chochote.